Muko tayari? Basi kama muko tayari, hata mimi niko tayari Basi mketi sasa. Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala. Mungu ni mwema na kila wakati. Basi Wakristo wapenzi, ni furaha yangu kujumuika nanyi asubuhi ya leo, siku ya leo, hasa kwa sakramenti ya kipaimara. Ningetaka kuwashukuru sana kwa makaribisho yenu. Nilipokuwa naingia hivi, nilikuwa nimekosea njia hii. Baada ya kuingia hivi, nilitoka upande huu. Najua kila wakati hapa watu wanajenga, hujui uko wapi Kwa hivyo nilitoka hivi nikapata CMA wamejipanga pale. Nikasema kawaida yake CWA ndio wanakaribisha askofu. Lakini sasa hapa ni CMA Kwa hivyo wazee wenzangu, asanteni sana. Lakini mama walikuwa alafu mama wakaingia just in case na tukafuatana Kwa hivyo nawashukuru sana. Na leo ni tunatoa sakramenti ya kipaimara. Na katika mafundisho yetu ya dini tunajua kwamba kuna sakramenti 3 muhimu sana ambazo zinamuingiza Mkristo katika taifa la Mungu, taifa teule na taifa takatifu. Nazo sakramenti ni ngapi? La kwanza Mazo wapigine makofi. Wamesoma ni ubatizo, kipaimara na ekaristia, sivyo Basi kwa hivyo sakramenti ya kipaimara ni muhimu sana katika maisha ya Mkristo. Kwani katika sakramenti ya kipaimara muungano wa wabatizwa na kanisa hufanyika kuwa mkamilifu zaidi, kwani watatajirishwa sasa na neema ya pekee, na hasa watapatiwa kazi ya kuhubiri, kueneza na kutetea imani. Kwa hivyo katika sakramenti ya kipaimara watapatiwa nguvu ya pekee na kwa hivyo watalazimika kuwa wa kutetea imani kwa maneno, kwa matendo, na hasa kama mashahidi wa Kristo. Siku ya leo Roho Mtakatifu atawaingiza katika batalion ya Kristo. Lakini tukiangalia katika Agano la Kale, manabii walikuwa wakitangaza kwamba Roho Mtakatifu atatua juu ya Masia ambaye alikuwa anatumainiwa kuja, na kushuka kwa Roho Mtakatifu juu ya Kristo baada ya ubatizo wake ilikuwa ni kuhakikisha kwamba ni yeye ambaye alitakiwa kuja, ni yeye Mesaya. Na tukiangalia maisha ya Kristo yalikuwa akiongozwa na Roho Mtakatifu kutoka mwanzo, akiwa ametunga mimba kwa Roho Mtakatifu. Maisha yake yote wake wote ukateketezwa kwa umoja kamili na Roho Mtakatifu ambaye Baba anampa bila kipimo. Lakini utimilifu wa Roho Mtakatifu haukutakiwa ubaki na Kristo peke yake, lakini itakiwa ushirikishwe kwa taifa lote lake Masiha. Na mara nyingi Kristo aliahidi mwemino huu wa Roho Mtakatifu
ahadi yeye mwenyewe alitekeleza kwanza siku ya Pasaka, na kisha kwa ajili ya kustaajabisha siku ya Pentecost. Wakijawa Roho Mtakatifu, mitume walitangaza makuu Mungu alifanya, na Petro mwenyewe alithibitisha kwamba mmino huu wa Roho ni ishara nyakati za kimasiha. Wale ambao walisadiki mahubiri ya mitume walibatizwa, nao kwa zamu yao walipokea paji la Roho Mtakatifu. Na basi kutoka wakati wa mitume, kutoka nyakati za mitume wakitekeleza mapenzi ya Kristo, waliwapa Wakristo wapya paji la Roho Mtakatifu kwa kuwawekelea mikono. Na kwa hiyo sasa, wakati huo, kama tunajua katika mafundisho yetu ya kidini ya Katoliki, askofu huchukua kazi ya mitume, na kwa hivyo askofu yuko hapa akitekeleza mapenzi ya Kristo, kuwapa hao paji la Roho Mtakatifu kwa kuwawekelea mikono. Kwa hiyo jambo la kwanza ni la sakramenti ya kipaimara. Mimi na padri tutawekelea mikono. Hiyo ndio jambo la kwanza katika sakramenti ya kipaimara. Lakini ili kudhihirisha vizuri zaidi paji la Roho Mtakatifu, kuwekewa mikono mapema sana kuliongezewa mpako wa mafuta yenye manukato, mafuta ya krisma. Mpako huu ulipa mkazo neno Mkristo lenye kumaanisha mpakwa, na ambalo huchota chanzo zake kwa Kristo mwenyewe, yule ambaye Mungu alimtia mafuta kwa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo jina Mkristo linamaanisha kupakwa mafuta, na Kristo mwenyewe ndiye alikuwa wa kwanza kupakwa mafuta. Kabla ya Kristo kupakwa mafuta na Roho Mtakatifu ni Yesu. Lakini alipopakwa mafuta na Roho Mtakatifu akawa Kristo. Kwa hivyo jina Mkristo linatoka kwa mafuta ya krisma, linamaanisha mpakwa, the anointed. Inamaanisha sasa ninyi sasa mtakuwa watu, you are going to be anointed, mtapakwa mafuta. Na hii mafuta kazi yake muhimu ni kuweka muhuri. Mtawekwa muhuri ya kusema sasa ninyi mmepatiwa kazi, mmewekwa kando na kwa kazi fulani. Tunakumbuka wakati kanisa iliwekwa wakfu, when this church was consecrated, yule ambaye askofu alikuwa akipaka, akiconsecrate, alienda kwa ukuta wa kanisa akapaka mafuta ya krisma. Hii alitari ikapakwa mafuta ya krisma. Padri akipata ubadilisho anapakwa mafuta mikono, mafuta yale tu tutawapaka ya krisma. Hata askofu mwenyewe anapakwa mafuta ya krisma kwa kichwa. Maana yake ni nini? Mafuta ya krisma inasema sasa, you are consecrated, you are anointed. This church is consecrated, is anointed. Hii altari ni consecrated, is anointed. Ina kazi fulani, imewekwa kando kwa kazi fulani. Padri anapakwa mafuta mikono, akimaanisha sasa hiyo mikono yake ni ya kutoa sadaka ya misa, ya kumtumia kubariki. Kanisa inapakwa mafuta ya krisma. Hii kanisa kazi yake ni kuabudu, ni kusali, sio mambo mengine. Na ndio maana yake tuangalie sana wanaleta mambo mengine kanisani isipokuwa kusali na kuabudu. Kwa hivyo inamaanisha imewekwa kando,
Mikono ya father imewekwa, is consecrated kusoma misa. Isisemekane siku moja padri anaweza kuwa amechelewa na misa, naye moderator, kwa sababu ni moderator, aambie watu sasa padri amechelewa, nitawasomea misa. Tunaanza kumuuliza maswali. Wewe nani amekupatia ruhusa ati usome misa? You are not consecrated for mass. Wewe kazi yako ni kazi ya nyumbani. You are not consecrated for that. Kwa hivyo inamaanisha unapatiwa kazi consecration inakupatia unawekwa kando kufanya kazi fulani. Sasa wenzetu siku ya leo, they are going to be consecrated, and those who are confirmed mmepatiwa nguvu ya pekee na mpatiwa kazi na Mungu ya kuhubiri, kuenea na kutetea, kueneza na kutetea Injili. Lakini matunda ya, kwa hivyo katika sakramenti ya kipaimara tuna mambo mawili. Kwanza, kuwekelea nini? Mikono kama ishara ya ujio wa Roho Mtakatifu. La pili, kuwapaka mafuta, kusema ya kwamba sasa mmepatiwa kazi, umeingia katika battalion na mna kazi sasa ya kuhubiri, kueneza Injili. Na kwa hivyo kipaimara, katika kipaimara sasa mtakuwa watu wazima wa kueneza Injili. Na Injili haiwezi kuenezwa na watoto. Hata wewe ukijiona ni mtoto, usiseme tena wewe ni mtoto. Katika imani wewe ni mtu mzima. Basi sasa ningetaka uangalie mwenzako, umwambie hivi sasa, kutoka sasa, si umwambie hivyo. Hakuna mtu atakuuliza mimi niko hapa. Kutoka sasa mambo ya utoto uache. Mutaacha mambo ya utoto. Muache mambo ya utoto sasa. Utoto ni nini? Utoto, kula shukari ya mama ni nini? Kukataa kusoma ni nini? Kusengenya ni nini? Kutokubela ni nini? Mutaacha hayo yote. Mutaacha. Wamesema wataacha. Wapigeni makofi. Lakini pengine wale wana utoto zaidi sio hao. Wale wanasengenya ni nani? Wale wanaishi maisha ya kutokubenda ni nini? Ni nani? Basi hata sasa kila mtu ana utoto wake. Tuache nini? Tuhubiri Injili, Kwa hivyo matunda moja ya sakramenti ya kipaimara ni kuwa watu wazima na kuacha utoto. La pili ni watapokea vipaji ngapi? 7 ya Roho Mtakatifu. Katika vipaji 7 watakuwa wakichagua na wakijua kuchagua mema. La tatu, wataweza sasa, watapatiwa nguvu hasa ya kubeba msalaba, kwa sababu wokovu wetu ulipatikana na njia ya msalaba. Kwa hivyo hawataona hai kuongea na kusema na kubeba msalaba. Na hiyo ndio maisha ya Mkristo. Watachagua ni nini muhimu katika maisha yao, kama vile tumesoma katika somo la pili. Mtakatifu Paulo akisema kila mtu afanye kazi, kama ufanye kazi usikule. Na anahimiza watu wafanye nini? Wafanye kazi. Sasa watachagua kufanya kazi.
Kwa hivyo basi, katika maisha ya Mkristo, msalaba ni muhimu sana. Na tumesikia katika Injili Yesu anaongea mateso, anaongea kuvumilia, anaongea juu ya kwa msalaba. Na masomo tulikuwa tunasoma wakati huu mwisho wa mwaka ni masomo ya kutukumbusha maisha yetu ni mafupi sana. Maisha yetu ni mafupi sana. Hii ndio manake karibu mwisho wa mwaka tunasoma masomo ya mwisho wa dunia, ikituonyesha maisha yetu ni mafupi. Na tunasema whatever has an end is short lived. Whatever has an end is a short lived. Hata utaishi miaka 100 is short lived. Kwa sababu mwisho utafanya nini? Utaenda. Kwa hivyo Kristo atatukumbusha kwamba maisha yetu hapa ni mafupi, na kwa hivyo tutumie vizuri. Na hasa hiyo njia ya kubeba msalaba kwa kila siku. Maisha tunataka kuishi wakati tuna shida sana. Kwa sababu tunataka kuishi maisha yasiyo na msalaba. Tunataka kuishi maisha yasiyo na msalaba. Tunataka familia isiyo na nini? Na msalaba. Tunataka kanisa isiyo na nini? Na msalaba. Lakini Kristo anatufundisha mahali ambapo hakuna msalaba, hakuna maisha. When there is no cross, there is no life. There is no life. Maisha yanapatikana kwa kubeba msalaba, na Kristo alikuwa kwanza kubeba huo msalaba. Na kwa hivyo hatuwezi kubeba msalaba katika familia. Hatuwezi kujua nini muhimu hata katika maisha ya familia bila Roho Mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu. When God is not there, nothing can be good. Nothing can be good when God is not there. Hatuwezi kujua nini muhimu katika maisha yetu hata ya familia bila Roho Mtakatifu. Kulikuwa ina familia moja na mzee alikuwa, lakini sio hapo, mseme ni hapa msinifuate, mseme naongea juu yenu. Huyo mzee alikuwa wa CMA na alikuwa anafanya kazi mchana na usiku kwa sababu ya familia yake. Alikuwa anaondoka saa 12 asubuhi, ikifika saa 4 hivi anarudi nyumbani. Na alikuwa na kazi mingi sana. Na alikuwa amepatia familia yake kila kitu. Hata mama alikuwa akienda Prado. Mama hata alimununulia Prado. Watoto kila mtu alikuwa na gari yake. Mzee alikuwa amejikaza sana. Lakini alikuwa akiondoka asubuhi saa 12, anarudi saa 4, akitoka kwa kufanya biashara. Siku moja akaenda nyumbani. Alipotoka nyumbani akapata kuna giza, hakuna mtu. Kuna giza. Taa kwa imewekwa on. Akaangalia, akauliza hapa alikuwa ni kuna nini hapa? Nini kinakula kingine? Akaangalia, kulikuwa na giza. Akaenda, akaput on the right. Hakuna mtu. Mishowe akaangalia nyumba, kulikuwa na karatasi, barua imeandikwa. Barua ilikuwa imeandikwa hivi: mimi
nimeona siwezi kukaa hapa na watoto wangu. Nimeamua kurudi kwetu, lakini nimeshauri wakili wangu ataongea na wewe kesho, kwa hivyo usiongee na mimi. Nani alikuwa ameandika? Ni mama. Mama alikuwa ameandika barua, lakini usifanye hivyo. Mama alikuwa ameandika, mimi nimeamua kwenda kurudi kwetu, na nimeagiza, nimeshauri wakili wangu mtapatana kesho. Kwa nini mama aliamua kwenda? Na alikuwa na kila kitu. Na alikuwa na Prado amenunua Prado. Ni kwa sababu kwanza mzee alipoona hivyo, akijua vile amefanya kazi mchana na usiku kwa sababu familia yake, sasa hakuna familia, alipata high blood pressure. High blood pressure. Lakini kwa nini huyu mama alishachagua kwenda? Ni kwa sababu mzee hakuwa na nafasi ya kuongea na watu wake. Alikuwa anafikiria kitu muhimu, chakula na kila kitu. Lakini kitu ni ule upendo. Unaweza kupatia watu kila kitu, lakini ukikosa kuwapatia upendo, sasa ni Bwana atakuhurumia. Kwa hivyo upendo ni muhimu sana. Sana sana sana. Kweli alikuwa akifanya kazi, lakini alikosa kujua kitu muhimu katika familia. Katika familia, ule upendo. Vile vile huyo mtu mwingine, pengine mmesikia nikiongea siku nyingine, during the Vietnam War, this is a true story. During Vietnam War, kulikuwa na vita huko Vietnam, na kulikuwa na padri mmoja, na huyu padri alichagua kazi ya kufurahisha watoto kama hao. Kwa hivyo alikuwa akiwapatia chocolates, biscuits na peremende kila wakati, wasahau mambo ya vita. Hata ingawa kuna babu anakuja na sweets, sina sweets, usiniulize sweets sasa. Kuna babu anabeba sweets, lakini mimi sina sweets. Alikuwa akiwapatia chocolates, biscuits and peremende. PMC mmesikia? Babu akija atakuja na sweets, lakini sina sasa. Sasa siku moja akapata msichana alikuwa hapo, na alikuwa amekasirika sana. Hakuwa na furaha. Najua ninyi mna furaha. Hakuwa na furaha. Lakini huyu padri mwisho alienda akapiga magoti mbele ya msichana. Akamuuliza, young lady, what can I do for you? The young lady said, mimi sitaki chocolate zako. Mimi sitaki biscuits zako. Mimi sitaki peremende. Alikuwa amekasirika sana. Akamuuliza, unataka nikufanyie nini? Naye akamwambia, kuna kitu moja mimi nataka kutoka kwako. Nini unataka? Akamwambia, nataka unipende. Nataka ufanye nini? Nataka unipende. Sasa huyo padri akamhaga, akamchukua, akamwambia, sasa mimi nakupenda. Huyo msichana kutoka wakati akabadilika, akawa na afya, akaanza maisha mapya. Na kwa hivyo nimesema Roho Mtakatifu tunamuomba atuonyeshe ni kitu muhimu
kitu gani muhimu katika maisha yetu, hata maisha ya familia? Ni huo upendo. Kwa hivyo katika hii familia ya huyu mzee, mama na watoto walipenda mahitaji ya nyumbani, lakini zaidi ya hiyo hakuwa wanawekwa na prado na hizi mambo mengine, lakini walikuwa wanataka kuwekwa na upendo. Na hatuwezi kuwa na huo upendo bila Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ni nini? Ni nguvu kutoka juu. Ni nguvu kutoka juu. Na tunakuja kanisani tupate hiyo nguvu kutoka juu, ituwezeshe kuishi hata maisha ya familia, maisha ya kila siku. Tuweze kubeba misalaba yetu ya kila siku, kwa sababu kama hakuna msalaba hakuna maisha, hakuna uhai. Lakini kwa kuishi hao maisha hatuwezi kuishi na nguvu zetu wenyewe. Tunahitaji nguvu kutoka wapi? Kutoka juu. Without that nothing can be good. Na kwa hivyo siku ya leo tuwaombee hao wanapata kipaimara, wawe na nguvu na uwezo na hekima ya kuchagua nini muhimu katika maisha yao, wasione hai kwa msalaba ya kila siku, kwa sababu Kristo ndio njia, alituokoa katika kanisa msalaba. Tena maisha yetu imeharibika kwa sababu hataki msalaba yetu ya kila siku, na tuna shida. Ukiangalia siku hizi kuna shida. Shida iko wapi? Tunasema katika boma katika boma kama haina ndama wa ng'ombe, najua hapa mjini hakuna ng'ombe, pengine mwezi elewa, lakini tunasema huko Shaguo, tunasema boma kama haina ndama wa ng'ombe, ujue ng'ombe zinafanya nini? Zinaisha. Maziwa hakuna maziwa. Vivyo hivyo katika familia, kama hatuna hao watoto, na lazima tushirikiane, tuwalee vizuri. Mjue hakuna maisha. Ni kweli hakuna maisha. Hata siku hizi seminari watu wameanza kwenda chini, wameanza kwenda chini sasa. Huko Ulaya tafuta mapadri, hakuna, kwa sababu hakuna nini? Watoto hakuna. Kwa hivyo basi, kama tutaokoa nchi, kama tutaokoa ulimwengu, lazima tuwe msalaba wa familia. Tunaelewana? Wa familia. Lakini changamoto tunayo siku hizi, ninyi vijana mnataka wangapi? Hatutabia watu huko nje. Mnataka wangapi? Au moja au hakuna? Unachagua hii paka ndio unalea. Badala ya kulea mtoto unalea nini? Hii ni kweli. Kuna msichana mmoja anazungumza, lakini kama mama nimpeleka mahali hospitali, akaweka mizigo yake kwa gari. Alipoweka alikuwa na kagiji. Mimi sikujua na nini, kumbe ni paka ilikuwa pale. Ni dereva wangu akaniambia na kuna paka pale. Nikamuuliza, paka unapeleka wapi? Hii sio porojo, ni ukweli Ukitaka uliza dereva wangu, hii paka unapeleka wapi? Akaniambia hii paka mimi sasa nitafanya nini na hii paka? Lazima mahali hata nikienda Ulaya naenda na hii paka. Jamani, hapo ndipo tuko sasa. Hapo ndipo tuko.
Kwa hivyo kama utapata mmoja au wawili, utaweka nini? Paka huyo ati ndio mtoto wako. Si tumepotea? Hiyo sio mambo ya Ulaya, ni mambo ya hapa. Ya hapa. Basi siku zijazo sisi tuko wapi? Sasa sisi tunazeeka sasa. Nani atachukua kazi yetu sasa? Nani atahubiri neno la Mungu? Who are going to be professionals? Professionals. Madawa tutapata wapi? Majina tutapata wapi? Bwana tuhurumie. Semeni Bwana tuhurumie. Na Bwana atuhurumie. Basi tuombe Roho Mtakatifu. Tuombe Roho Mtakatifu atuonyeshe nini muhimu katika maisha. Kwa hivyo niombe ombi moja niwaombe ombi moja nitaomba ombi moja. Kama una mtoto umekataa, jaribu pate moja. Kama una moja, jaribu sana upate wawili. Kama una wawili, jaribu pate watatu. Watatu. Jaribu kupata watatu. Hatutamwambia mtu, lakini jaribu kupata watatu au wanne. Lakini usiseme ati kuna shida ya uchumi. Sisi katika familia yetu tulikuwa 11. Timu ya mpira 11. Na tulikuwa tunakula, tunashiba. Na hatukuwa na chochote. Lakini Mungu alihakikisha tuna chakula ya kutosha. Kuna wengine walikuwa na timu ya mpira na substitute au referee, na walikula na wanashiba. Sasa badala ya kuchukua kati paka au mmoja au wawili, hiyo sasa ndio ombi langu simutafanya hivyo. Na wale sasa wamepita hiyo, muombee vijana wetu Kazi yenu ni kuomba. Wale sisi wazee tuombee vijana wetu na Roho Mtakatifu atushukie, tuokoe familia zetu. Tunaelewana? Kwa hiyo basi tuwaombee hao wengine ni watoto, wasiogope sasa huo msalaba wa familia, au whatever God will give them to do. Mungu ni mwema na kila wakati. Basi utaanza sakramenti ya kipaimara na